Excel tables. Leo tunaenda kuzungumzia masuala ya Excel tables. Ni nini na zinafanya kazi gani katika Microsoft Excel? Let's go. Bwana, Microsoft Excel tables miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa kuvijua wakati wa kufanya data analysis na data programming, hasa database creation. Excel tables ni za muhimu sana kwako. Kwa nini? Kwa vitu vifuatavyo. Cha kwanza kabisa, ingia kwenye programu yetu ya raw data. Cha kwanza kabisa unatakiwa kujua nini maana ya Excel tables. Naweza nikasema kwa maneno ya haraka sana au kwa kifupi kabisa, Excel tables ni smart connected block of Excel data. Smart, kumbuka neno smart na kumbuka neno block, alafu kumbuka na neno data. Itakusaidia sana baadaye. Ni kama vile kitu smart ambacho ni interchangeably used. Unakitumia kwa staili hii, kwa staili fulani, kinafanya kazi vizuri sana. Sasa Excel tables huwa zina kazi nyingi, na kwa namna ambavyo zinatengenezwa kwa staili mbili tofauti. Staili ya kwanza, ili kucreate table, unaweza highlight eneo ambalo kuna taarifa zako, alafu unaenda unagonga insert, alafu unagonga table. Alafu kuna kidialogi kitatokeza hapa kinakwambia create table, alafu highlight ile ranges ya table, alafu kuna kipengele kinakuja kimeandikwa my table has headers. Headers manake ni vile vichwa kama hii SN, alphabet, vowels na kuendelea, hizo zinaitwa headers. Sasa kama table yako haina headers, hakikisha hautiki hiki hapa, lakini tunatiki kwa sababu hapa kuna headers, alafu tuna create. Unaona hapa ime create table moja nzuri sana yenye mandhari tofauti. Kuna hii hapa, kuna rangi kidogo hapa, kuna rangi nyeupe hapa, tena rangi hivyo. Lakini pia hii table unaweza, pengine kinachofuata, unaweza ukaangalia namna ya kuicustomize Excel table. Kuicustomize manake ni kuipangilia kwa namna ambavyo Excel table inaonekana. Kwa mfano tukikliki kwenye hii table, utaliona neno limeandikwa table design hili hapa. Unaweza ukaidesign kwa mandhari unayotaka. Ukikliki hii tab, huku upande wa kulia kunatokea vipengele mbalimbali. Ukipeleka mouse yako hapa, ukiwa na hover, yani unapitisha juu, unaona rangi zinabadilika kwenye hiyo table, inabadilika. Lakini ukiklik away from the table, hii tabu inapotea. Kwa nini? Sababu ina detect kwamba haupo ndani ya table aina yoyote. Kwa hiyo tabu inapotea. Ukitaka irudi tena, ukigonga hivi inajirudisha hapa, alafu inakuletea hizi option. Kwa hiyo unaweza ukaklik hiki kimshale cha chini kilichoonyesha hapa, ukakliki ukapata more options, ikawa inakuonyesha vitu ambavyo unatakiwa kuviweka. Sasa yupo mwenzangu na mimi ambaye huwa yeye hataki chochote, hataki yani haya matakataka aina yoyote au zile customization hazitaki, nataka customize yeye kama yeye. Select hii ya kwanza imeandika none, hii hapa none. Kigonga hii hapa, Excel table yako inakuwa tu kama ya kawaida, lakini utaona ina hizi table filters. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza customize table yako na ikawa na look ya kitofauti kabisa. Excel tables, table design. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaweza customize table yako, lakini kama unapenda wewe layout ambayo utaipenda moja wapo hapa, unaweza kaiweka, lakini mimi huwa I always start from the scratch. Hivi vitu huwa na customize mimi mwenyewe. Vichwa na customize kwa kutumia my own feel. Sasa nawekaga hii darkish, kiweka hivi, alafu nakuja kwenye home na select color, naweka white, alafu naweka bold. Inaonekana hivyo. Style hizi ndo unazopendaga mimi, lakini anyway you can customize yours according to what you wish. Tuzirudishe hizo filter, mambo yanaendelea. Kwa hiyo table inaweza kawa created kwa style hiyo, au kama hutaki kwenda kudive in, yani kuselect hapa, uselect hivi, alafu ende insert table, usiwe unaanza click hapa. Kama hutaki hiyo issue, unaweza ukaweka tu kasa kwenye table yote ambayo umeshai design, una control plus T. Ukibonyeza control plus T, highlight lile eneo ambalo unataka table iwe created. Lakini vile vile unaweza ukaongeza selection hapa, inakuwa inakuonyesha selection imekuwa added. Humu vinavyozunguka hivi vimshale vimndani na vidoti vinazunguka vinaenda hivi, maana yake hiyo ndio eneo ambalo table itakuwa created. Kama ina headers, una click my table has headers, then na click go. Simona ime create pia. Lakini vile vile
kuna njia nyingine ya kucreate Excel tables. Mfano, hii table hii hapo unaiona ina data. Kama umeingiza data zote kwa umakini na usahihi kabisa, ukiwa umeweka kasa katikati ya hii table, ukibonyeza Control T, unaona ime-highlight eneo lote. Kwa nini? Kwa sababu ime-detect eneo lote lenye data mpaka vichwa hivi ime-select. Kwa hiyo vile vile uta click my table has headers, unagonga okay. Zinakuja hizo table headers na taarifa zako zinakuwa kwenye hii table. Tunaenda kipengele kingine, jinsi ya kudesign table. Nimesha kuonyesha kwa apply preset, nimekuonyesha deleting tables hizo, nafikiri nitakufundisha baadaye. Advantages ya table. Advantages za Microsoft Table ni nyingi. Kwa mfano tuje kwenye total hapa. Unakumbuka tukiwa hatuna table, labda ni select hii nani, moja ni select hapa, control copy, alafu nije niiweke huku control values only. Tukiselect hapa kuna total, hapa kuna wastani. Tunapoingiza kutafuta total tunaingiza equals to, then tunasema sum, alafu tutasum around this civics to physics. Kibonyeza enter, umeona ina sum tu, ile enter ina sum eneo moja tu hivi. Lakini tuje kwenye table uone faida ya table. Table hapa tukisema sum equals to the same thing sum, alafu select range ya kusum. As soon as ukibonyeza okay, umeona kila kitu kinamwagika tu automatically. Kija kwenye wastani vile vile tukasema average, alafu tukasema average ya hapa mpaka hapa civics, control enter. Unaona ni automatic, ni automated, yani ni very smart. Ndiyo maana ya smart block of data, yani ni smart, whatever you do is going automatically. Hiyo ndio nilichokuwa na maanisha kwa maana smart. Lakini vile vile unaweza ukasort, labda hapo unaweza ukaweka sort smallest to largest. Kigonga smallest to largest inakuwa ni rahisi, naanza mdogo kabisa mpaka aliyepata juu kabisa, au ukasort hapa kwamba largest to smallest. Umeona inajisort kabisa, unapata wa kwanza mpaka wa mwisho kwa sababu una Excel tables, ambapo table ya kawaida haiwezi kufanya hivi vitu. Unaona na ndani yake unaweza ukaamua kuselect watu nao wataka tu. Kwa mfano unaweza ukasema kwa mfano hapa kwenye civics nataka kujua civics zenye numbers only, au ambao hawakufanya civics peke yao, unasema tu blanks. Utawaona hawa hapa 1 2 3 4 hawajafanya somo hili kabisa. Unaona, kwa kutumia hizi table filters let us undo, na mambo mengi sana unaweza kufanya kwa kutumia Excel tables. Kitu kingine sort filter, hiyo vyote viko well. Disadvantages of Microsoft tables. Disadvantages we have a lot. Kwa nini? Kwa sababu tables zina disadvantages zake. Ya kwanza, you cannot reference any cell from other cell to the specified table. Hii inamaanisha nini? Let's say tuna create table hapa, tuna create table. Let us create a table here. Control T. Kisha create tables, tunaiandika haina headers hizo hapo. Kisha create table, kumbuka naweza kusema hapa, naweza kuandika equals to, alafu nikarifaa hii cell, enter. Hapa inataniambia student, lakini reference yake inatoa huku. Kwa hiyo hapa nikiamua kuandika name, enter, na huku inabadilika name. Lakini nikija hapa nipo create table nikasema equals to, alafu nikasema refer this cell, alafu nikabonyeza okay, inaniambia ni 0. You can't refer any cell to a table header. Why? You have to type that thing manually. Na hii huwa inakuaga ni maumivu makubwa sana, kwa sababu unakuta una sheets nyingi, zaidi ya sheets 15 na zinasomana majina. Lakini sasa ukibadili jina kwenye sheet ya kwanza, unatakiwa kupita sheet zote 15 kubadilisha jina lile ambalo
umelibadilisha kwenye sheet ya kwanza. Kwa hiyo sasa hiyo inakuwa ni disadvantage kubwa sana kwa mtu ambaye anatumia Microsoft Tables. Lakini tables zingine hazinaga matatizo wala nini. Hiyo ni moja ya disadvantages, lakini ziko nyingi. Hiyo ni moja ya disadvantage ambayo nimekufundisha. Common mistakes to avoid data ambayo ina a lot of blank headers. Kwa sababu gani? Ukiacha table ikiwa na blank headers wakati wa kutengeneza Microsoft Table, itakuwa replaced na maneno column 1, column 2, column 3. Kama huamini ninachokuambia, wewe tu create table nyingine hapa, alafu tuianzie hapa mwanzoni. Control T, my table has headers. Okay, simona column 1, column 2, column 3 mpaka column 7. Sasa haya maneno wakati mwingine huwa yanakuwa disgusting kama ulikuwa hujapanga kuyaweka kwenye Microsoft Table hiyo kwenye data yako ambayo umeitengeneza. Kwa hiyo epuka sana blank headers, lakini vile vile epuka sana merged cells na blank rows au columns. Vile vile epuka kuwa na inconsistent data au dataset. Ni muhimu sana. Why? Tables are varying accordingly. Lakini moja advantage ya Microsoft Tables ambayo nilikuwa nimesahau kukwambia, unaweza ukaselect hii cell hii hapa. Sumona hapa imeandika C8, unaiandika ni civics. Kisha iandika hivi tayari imekuwa kwenye database. Kwa hiyo unaweza ukairifaa mahali popote. Naweza nikaja hapa mbele hapa nikaweka equals to civics na irifaa hiyo hapo. Kigonga enter, marks zinamwagika hapa za civics. Umeona? Na huku nikiongeza mwanafunzi, labda tumuongeze mwanafunzi mwingine. Huyo hapa tunabonyeza tab key, imemuongeza. Tunaandika namba 8 huyu. Alafu sura, tunamuongeza sura. Alafu kwenye civics tunamwambia amepata 78. Bonyeza okay na hapa inaongezeka chini. Why? Hizi names huwa zina expand accordingly jinsi ambavyo database inakuwa inaendelea. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunatengeneza Microsoft Tables kwenye Microsoft Excel. Asante sana kwa kuangalia TZ Excel. Endelea kutufuatilia katika channel ya YouTube kama TZ Excel, na tufuatilie katika TikTok account yetu, tunapatikana kwa jina la TZ Excel 3. Asante sana. Tutaonana wakati mwingine.